kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya, na wakati kama na huu uko kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili na Sadio kijana Antoine Malashi. Nasema karibu na tumbazane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, hebu tupate habari muhimu leo hii ambayo inampisha Bigras Pascal kwa mengi zaidi. Nikushukuru sana Omari Makelele Uzile. Tukianzia jijini Baraka ni kwamba uongozi wa idara ya maji ya bomba Regideso ndani ya mji wa Baraka umeomba radhi kwa wananchi ambao ni wateja wake juu ya ukosefu wa maji kwa muda wa siku 2 mjini Baraka. Hivyo umehakikisha maji yatarejea sasa siku ya 3 ya tariki 20 Machi mwaka 2024 baada ya tatizo kupata ufumbuzi. Pia UNESCO, moja kati ya vitengo vya Umoja wa Mataifa, imesema kusaidia serikali ya mkoa wa Okatanga katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa kipindupindu ambao unaonekana kuzuka kwa kasi katika sehemu mbalimbali za mkoa huo. Mradi huo utahusisha pia magonjwa yanayotokana na maji, hasa katika maeneo ya shule. Mwishowe ni kule jimboni Kivu ya Kaskazini, kutokana na usalama mdogo ambao unaripotiwa katika tarafa la Ruchuru, kanisa la Neo Apostoliki limeandaa ibada kubwa kwa vijana wa groupment ya Binza na sehemu zingine ili kuomba Mungu kutokana na usalama mdogo maeneo hayo. Na ni mwisho wa habari muhimu siku ya leo. Mwenzangu Omari Makelele Uzile. Asante sana Grace Pascal kwa habari yako muhimu. Kwa sasa tuangazie uchambuzi huu tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba licha ya Mkunji na wenzake kufunguliwa, ila mpaka sasa hatujafahamu kosa lililopelekea wao kufungwa na askari polisi. Ameyasema hayo Bwana Albert Tondamaisha, coordinator wa shirika la raia ndani ya mji wa Baraka, wakati wa mahojiano na redio ya kijamii Kivu. Akizungumza na redio yako, Bwana Albert Tondamaisha amesema kuwa licha ya wachukuzi kufanya siku 2 bila kazi, ila mpaka sasa askari polisi wa usalama barabarani wanaendelea kusalia Pakatanga kama anavyoeleza. Amefungwa na vijana wengine wa 6, na hiyo siku ya kwanza wamefunguliwa, na tunategemea kwamba hayakuwa ndio mwisho. Tunahitaji sisi kama vile shirika raia, kwa sababu maandamano ilikuwa organize na watransporter, ilikuwa apuye na societe civile, kwa sababu ni cause niko noble. Wene wanahangaika sana na PCR haiko seneke wa motare meme raia. Kama fasi ingepasha kulipiwa 2000 inalipiwa 3000 paske motara anatia zile za PCR ndani. Utakutana impact raia naye anaumia. Na njoo kwa sababu maandamano ilifanyika juu ya kupinga posta ya PCR ambayo inatiliwa Katanga kimabavu, na tunategemea kwamba wamefunguliwa. Na kwa leo sisi kama vile shirika raia na waparteneri wengine tuko mademarche ya kujua kosa gani ambao walituma wanafungiwa muda wa siku 3. Kitu ya pili, tuko mademarche ya sheria ifanye kazi yake kujua masasi le bae reyele zilipigiwa juu ya nini na kulikuwa nini. Na kitu ya tatu, tunahitaji kujua kwa nini PCR inakazana na kutia post. Ile post iko natafuta nini? Kwa leo, kwa taarifa yenu kama vile raia na viongozi wengine wa UE, PCR imeshinda kupost ya Katanga. Tunapana kome onyo, na tunaomba meya wa jiji na viongozi wengine na viongozi wa polisi wajiangalie wenyewe nini ambacho wanahitaji juu ya kupenda kulazimisha poste ya Katanga. Mwishowe ameomba kwa raia wa mji wa Baraka kubaki kimya, kwani suluhisho litapatikana. Kituo kilichowekwa Pakatanga kitaondolewa kama alivyorejea mara tena. Ujumbe kwa raia wote wajue kwamba poste ya Katanga ni poste ambayo inapenda kunyanyasa raia.
Fikiria hivi Baraka iko kama ni kulima juu ya Mkinja, Kalongwe, Malinde. Mamotoza mingi ni mamotoza ziko pale Katanga, zinaenda zinaleta sombe, miogo. Wanapenda wazi kujisumbua tu. Waanze lipa 1000 francs kwenda kurudia. Juu ya nini? Na nani anatia? Mambo ni mengi ambayo tunategemea viongozi kutoka province watafika hapa na tutambiana mambo waziwazi, na wale ambao watarepondre maaksio zao watarepondre, raia wajue kwamba siku 2-3 watajua nini ambacho kitafanyika, na kila mtu awe tayari, kama ni kulema, kama ni kutokutia pikipiki yake mbarabara, waanze kujitayarisha. Kama utanunua maragi, makala, utie munyumba, kwa sababu inawezekana tufanye muda mrefu bila kazi yoyote mujiji la Baraka. Uongozi wa idara ya maji ya bomba Regideso ndani ya mji wa Baraka umeomba radhi kwa wananchi ambao ni wateja wake juu ya ukosefu wa maji kwa muda wa siku 2 mjini Baraka. Hivyo umehakikisha maji kurejea sasa siku ya 3 ya tariki 20 Machi 2024 baada ya tatizo kupata ufumbuzi. Taarifa toka kwenye uongozi wa Regideso zasema kuwa ukosefu wa maji ya bomba mjini Baraka kumetokana na tatizo kwenye eneo za milimani ambako maji hayo yanatokea. Hata hivyo, ilibidi idara hiyo ya Regideso kuvalia njuga na hivyo kupata suluhisho ambako maji yataanza sasa kuja kama kawaida kila siku ifikapo siku ya 3 ya wiki tunayo. Huko Fizi Center ni kwamba shirika la raia tarafani Fizi linaomba kwa serikali kukarabati barabara namba 5 ya taifa, hasa kutoka Baraka kwenda Misisi, ambayo inaripotiwa kuwa hatari kwa wasafiri, vile vile kupelekea pia bei ya usafiri kufika kwa pesa za Kongo 18,090. Ujumbe huo wameutoa katika barua walioandika wiki iliyopita ya kuomba kila mtu kujichukulia swala la usalama kuwa lake. Kwake mwanasheria Jacques Alimasi, kiongozi wa shirika la raia tarafani Fizi, ameonyesha kuwa ni kuharibika kwa barabara namba 5 ya taifa kuna kuwa na vinyume vingi kwa raia, hasa wasafiri, kama alivyoeleza. Tumekwenda kulalama gisi barabara nambari 5 inakwenda haribika kwa kiasi kikubwa sana. Hata hivyo hakuna gisi mtu anaweza akatoka hapa fasilima kufika katika tarafa la Uvira, hata kutoka hapa kufika katika mji wa Misisi. Utakwenda kuona kwamba iko na vinyume vikubwa. Kwa sasa vitu vingi vinakwenda kupanda bei. Tunaona kama vile hizo pesa za uchukuzi, frais de transport kutoka hapa kwenda Misisi. Siku ambazo zimepita tulikuwa tukilipa 40,000 francs congolais, kwa leo tunakuwa 100,000 francs congolais kwa mtu mmoja kwa kufika Misisi. Utakwenda kuona kwamba maisha yanaendelea kuwa duni katika tarafa la Fizi. Jacques Alimasi ameongeza kuwa hata kwa familia zinazopokea wahamiaji wa ndani katika sehemu mbalimbali zinakuwa na mzigo unapolinganisha na hali ya kiutu kwa sasa. Tumekwenda kulalama kwa ajili ya wahamiaji wa ndani. Tumeonyesha kwamba kwa sasa inakuwa mzigo mkubwa kwa zile familia ambazo zimepokea wale wahamiaji, kwa sababu maisha yanakwenda kuwa ngufu sana. Fasi za kuhifadhi wale watu haziko, chakula ya kuwalisha hakuna. Ni kuambia wananchi kwamba tukamate destin yetu mumikono. Tuko raia, katiba yetu ya Kongo inasema kwamba pouvoir ni population ndio inapana pouvoir, na sindo tuko na ya mwisho ya kusema kama tunaona kitu kibaya kinaendelea kuonekana kwenye vijiji vyetu. Donc population sifunge mikono, population ikamate probleme ya insécurité nyeko mu territoire ya Fizi na mikono mbili, na pousser gouvernement congolais rétablir sécurité mu territoire ya Fizi. Tujielekeze huko Sange tarafani Uvira. Ni kwamba kazi za kukarabati daraja la mto Sange tarafani Uvira na sehemu zingine
zenye kuharibika zinaripotiwa kuendelea vema ndani ya bonde la mto Ruzizi. Shirika la raia kwa jambo hilo linasema kupongeza jitihada za gavana kwa muda wa jimbo la Kivu ya Kusini Marke Malago kwa kuingilia kati mwenyewe swala hilo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Kidumu Filemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira, amehakikisha habari hii huku akionyesha kuwa na matumaini na viongozi kama alivyoeleza. Liwali ambaye anakuwa kwa sasa, ambaye alikuwa makamo Fisto Malago Mark Kasheker, yeye ameenda kusikia ile ambayo tumemuambia na akaja kutizama. Wakati alikuja kutizama ndipo hapo walienda kuongea na wale ambao ni office de route na wakajaza ile udongo pale. Yaani pale kuna baki kazi mbili, kuna baki kazi ya kutengeneza ile msingi ambayo itachunga sasa ile udongo. Ifahamike pia kwamba hapo kwenye kilalo cha Kakenge ni kilalo ambacho kinapatikana katikati ya kata mbili, kata la Kahungwe na kata la Kianyunda, katika mji wa Sange ambako kunakuwa makao makuu ya tarafa la Uvira kwa sehemu ya Kianyunda. Kilalo hicho nacho wamekianza kukitengeneza siku ya pili ya tarehe 12 za mwezi wa 3 mwaka wa 2024. Kwa kazi hizo ambazo tunaenda kuona, tunatumaini ya kwamba malalamiko yetu yametembea na yanaleta jibu. Tutaenda kuzitizama kwa sababu kunakuwa na vilalo vingi ambavyo vimeenda kubomoka kwa hali kama na ile ya mafuriko ya mwaka wa 2024, mkiwemo hapo Rushima na katikati ya Rushima na Kitemesho, kwa maeneo ya Kitemesho sasa, na kunakuwa na ingine ya Kitemesho peke yake ambayo inakuwa ikitengenezewa. Hata hivyo, kiongozi huyo ameongeza kuwa matatizo ya daraja nyingi zenye kuwa ndani ya barabara namba 5 ya taifa inatokana na uzembe wa serikali ambayo inajibu nyuma malalamiko ya raia kama alivyorejea mara tena. Hali ya mto Sange, kwa kweli sisi tangu hapo 2020 tulienda kuzungumza na government, tukaenda kuionyesha ya kwamba kilalo cha mto Sange hakikuwa na shida kubwa sana. Shida ni kwamba hao ambao wanakuwa wenye kushughulika na kazi za barabarani kama vile office de route hawapewi pesa za kusema kwamba wanaweza wakakuwa wanafanya ile ambayo ni entretien ou maintenance. Ile ndiyo inaweka mito kwenye mustari na inaenda kuchunga vitu vyote vya barabarani. Unajua kama kwenye vilalo kunakuwa na kazi ambayo inakuwa ni ya kutizama ile misingi ambayo inakuwa inachunga udongo ngambo na ngambo ya kilalo, ili udongo ule usikwende na maji wakati maji yanakuja na nguvu mingi. Na kunakuwa na ile nyingine hali ambayo inakuwa ni ya kutengeneza murago ama kutafuta njia ya maji ile ambayo wanasema leli de la rivière. Ile kazi zote hazifanyiki, na wakati hazifanyiki moto inajipeleka yenyewe jinsi inataka na inaenda kuharibu. Ile ilienda kupeleka ngambo ya kusini mwa mto Sange, ngambo ya kuelekea Uvira, na sisi tukaomba government yetu kusema kwamba ni lazima wajaze pale, wajaze na wasindilie ile udongo na wajenge vibambazi ambavyo vitaziba mai, na hawakwenda kutekeleza. Ile ndiyo imetufanya tangu hapo 2012 hadi hii 2024 kwenye wameenda kusikia sasa. Sababu wao wameenda kutumika kwa kuweka makonteneri pale, na zile konteneri zilikwenda kutembea. Wakati zilienda zilifunikwa, na hapo zilikuwa tayari zimekwisha kuangusha gari karibuni 2 ambazo ni gari 2 ambazo zimeanguka kwa mto, na moja imebaki ndani kule, moja ingine wameitosha imekwisha isha, na ingine iliingia ndani kuzimu na inabaki katika mchanga. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo na burudani, hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo.
Haya, asante kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Kwenye habari za michezo ni kwamba mechi za uzinduzi ya michuano ya Intercity ziliweza kufanyika siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 19 mechi mwaka 2024 hapo Katanga, vile vile na kule Sebele ambako mechi mbili ziliweza kupigwa. Tukianzia hapo Katanga kwenye uwanja wa Tatano Mbini kwamba mapema sana majira ya saa 7 kamili za mchana klabu ya Presqu'île du Bois waliweza kutepeta mbele ya shangazi, mbele ya mjomba, hivyo ni kisha kutambiwa kwa maboma mawili kwa moja zidi ya Tepetela klabu kutoka kwenye sekta Tanganyika. Kisha ushindi huo wa maboma mawili kwa moja kwa upande wa Tepetela, mkufunzi wa klabu hiyo Bwana Dunia Asende Cesare maarufu Dake ametaja kushukuru, kwani ilikuwa mechi ngumu kwa upande wao, huku akiahidi ya kwamba lengo lake kubwa ni kupeleka klabu yake ya Tepetela kushiriki kwenye michuano ya jimbo. Na mchezo wa pili ambao ulipigwa tu hapo Katanga ni kwamba klabu ya Mboko Sport walirizia kutoka sare ya bao moja kwa moja zidi ya DC Alfakar klabu kutoka huko Mukera. Na tukitoa matokeo ya mechi zilizopigwa kule Sebele kwenye uwanja wa Lape, mapema klabu ya Atunga walitoka sare ya kutokufungana zidi ya FCM ya hapo Katanga, na klabu ya FC Nundu waliwapa msumaro wa bao moja kwa sifuri klabu ya Turji Kongo. Na kabla ya mechi hizo kuanza, kiongozi wa soka tarafani Fizi na moja wa Baraka Bwana Salemo Santo wa Mwabi ametoa ujumbe ufuatao: tulikuja kwa mbali kwa kusaka bumbu kutoka Mboko, kutoka sinjua wapi kama Mukera, mukwe livre match hapa, si jambo rahisi. Mumefanya meforo zenu ku niveau local, zile foro zionekane tena hapa. Mekabumbu ni fair play, sio vita, sio magomvi, sio nini. Que le meilleur remporte. Tunasikilizana? Fahamu ya kwamba michuano hiyo itaweza kuendelea fikapo siku ya tatu ya tarehe 20 Machi mwaka 2024 ambako hapa Baraka kwenye uwanja wa Maendeleo CS Vijana Prestige watakata mzuzu wa fitna zidi ya FC Amira majira saa 9 kamili za jioni. Kule Katanga kwenye uwanja wa Tatano Mbi vile vile mechi mbili zitaweza kupigwa. Majira saa 7 klabu ya FC Loeba Sport watapambana zidi ya FC Cafe di Congo, na klabu ya Salanguba ya hapo Malinde majira saa 9 kamili za jioni watashuka uwanjani kupambana zidi ya Nyota Club de Baraka. Na kule Sebele kwenye uwanja wa Lape mechi mbili pia zitaweza kupigwa. Majira saa 7 klabu ya Laline di Congo ya hapo Katanga watapambana zidi ya FC Mirage ya huko Mkolwe, na saa 9 kamili za jioni FC Fabuse Maoke ya hapo Sebele watapepetana vikali zidi ya klabu ya Motema Nkolere ya kule Mukera. Kumbuka ya kwamba taarifa zote hizi unaweza kuzipata kunako mtandao wetu wa Facebook ukiandika Radio Kivu Michezo. Na ikanukta kwenye habari za michezo. Asante sana Sudi kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, endapo tunakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari wa Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie habari za kitaifa. Ni kwamba kardinali mkuu wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Fridolin Ambongo amesema kuwa kubariki ndoa ya jinsia moja ni kama ukoloni wa kitamaduni unaoendeshwa na bara la Ulaya kwa Waafrika. Mengi zaidi na mpisha mwenzangu Safari Alimasi ambaye amepekua magazeti ya Kinshasa na kutuandalia ripoti ifuatayo. Wakati wa mahojiano yaliyotolewa na kutangazwa Jumapili Machi tarehe 17 kwenye chaneli ya televisheni ya Kikatoliki ya lugha la Kifaransa, Kardinali Fridolin Ambongo alirejea kwenye mfululizo unaohusiana na tamko la waombaji wa fidusia lililochapishwa mnamo Disemba tarehe 18, 2023. Ni taarifa ya mwaka 2023 ya fundisho la Kikatoliki linaloruhusu makasisi wa Kikatoliki kuwabariki wanandoa ambao wafikiriwi kuwa wamefunga ndoa kulingana na mafundisho ya kanisa, ikiwa pamoja na wapenzi wa jinsia moja. Nyuma tamko hili kulikuwa na tatizo nzima la kitamaduni, kwa sababu bara la Afrika lilipata uzoefu, lilihisi waombaji wa fidusia kama ukoloni wa kitamaduni, kama aina ya ubeberu wa magharibi, lakini kwa kiwango cha kitamaduni ni mazoea ambayo yanachukuliwa kuwa kawaida. Kawaida katika nchi za magharibi. Tulitaka kulazimisha hilo kwa watu wengine. Naamini kwamba athari mbaya ya Afrika ilielezewa hapo. Waafrika waliona nyuma ya waombaji wa fidusia hamu ya kulazimisha desturi za magharibi kwa Afrika, alisema Fridolin Ambongo.
Askofu mkuu wa Kinshasa alikaribisha mtazamo wa Baba Mtakatifu Francisco ambaye alitilia maanani zaidi maombi ya maaskofu wa bara la Afrika kuhusiana na tamko hili. Hapa namnukuu: lazima niseme nimerejea pongezi na shukrani kwa maana ya kichungaji ya Papa kwa sababu alisoma kila nilichompelekea, akanipokea, tukazungumza, lakini hiyo ndiyo maana ya kichungaji, maana ya mchungaji aliyechukua nafasi hiyo. Alinituma kufanya kazi na gavana wa jimbo hilo Kardinali Fernandez kwa ajili ya fundisho la imani kwa sababu tulikuwa na malengo mawili ya kuokoa. Kwanza, kuwatuliza waumini wetu kutoka bara la Afrika ambao walikuwa wamejeruhiwa katika imani yao, lakini wakati huo huo kuwaokoa. Ushirika na mrisi wa jiwe, maelezo ya mahariri Papa, na mwisho wa mahojiano haya ambayo Papa alinipa pia Kardinali Fernandez, nilichapisha waraka ambao kwa kawaida ulizunguka ulimwenguni, lakini tunatambua leo kwamba waraka huu ulileta amani, utulivu, na tangu wakati huo atuzungumzi tena. Waombaji wa fidusia katika masharti ya ukatili, upinzani zidi ya Roma, zidi ya Baba Mtakatifu, alibainisha mkuu wa kanisa Katoliki nchini DRC Fridolin Ambongo. Kwa swali la nini mtazamo wa kanisa Katoliki barani Afrika kuhusu watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, Fridolin Ambongo anaeleza yafuatayo: Afrika siku zote tumekuwa tukijua kesi za mapenzi ya jinsia moja, lakini kesi zilizopo barani Afrika zinachukuliwa kuwa ni upotovu, ni chukizo, na utaona dunia kote katika ngazi ya bara la Afrika ushoga bado haujahalalishwa, na ndivyo hivyo hasa ambavyo ilishtua Afrika. Tunawezaje kubariki mambo ambayo yamekatazwa kisheria? Kitendo cha ushoga hata kama kipo hakizingatiwi kuwa ni kawaida. Katika ngazi ya bara, kanisa lina mtazamo ambao uko wazi kabisa. Mashoga wamekaribishwa kama wanadamu, kama wana na binti za Mungu. Hatuwakatai, lakini hatuchukulii kuwa mwelekeo huu wa jinsia ndio tunaweza kufundisha watoto wetu, lakini hatuwanyanyapai wala hatuumizi tabia hii, alijibu hayo kiongozi wa kanisa Katoliki nchini DRC. Ni hayo tu kwenye habari za kitaifa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi kwa habari za kitaifa. Msikilizaji, udedekeze huko jimboni Kivu Kaskazini katika tarafa la Ruchuru ni kwamba kutokana na usalama mdogo ambao unaripotiwa katika tarafa la Ruchuru, kanisa la Neo Apostolic limeandaa ibada kubwa kwa vijana wa groupment ya Binza na sehemu zingine ili kuomba Mungu kutokana na usalama mdogo maeneo hayo. Mwenzetu Arerima na Sisori ametuandalia ripoti ifuatayo. Habari hii yathibitishwa naye Chiza Kamana Benjamin, mchungaji wa kanisa jipya la Wamitume wilaya Nyamitembe, alianena hii siku ya kwanza tarehe 18 Machi mwaka huu. Hakika kuna mkutano mkubwa wa vijana ambao unaandaliwa Pakisharo tariki 22. Itakuwa ni vijana watatoka katika maeneo mbalimbali za groupement ya Binza, watakutanika pale Kisharo kwa ajili ya mkutano mkubwa wa Injili. Hiyo siku ya 5 itakuwa matembezi katika eneo ya Kisharo, kualika watu waje wajisikilie namna vile kazi ya Mungu inachamuka katika kanisa jipya la mitume. Na hivi siku ya posho asubuhi mapema itakuwa semina ya vijana. Vijana wote wanaalikwa, haiko tu vijana wa Eglise Neo Apostolique, vijana wote wanaalikwa kuhudhuria semina nzuri ambayo itakuwa na muda wa kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Na hiyo semina ikimalizika, utakuwa sasa muziki na ngoma kali ambazo zitafanyika pale ndani ya centre ya Kisharo. Pale kutakuwa mwimbo. Baada ya ile muziki, siku ya Mungu kutakuwa sasa ibada takatifu kusudi tuweze kumaliza ile mkutano wetu. Unaangalia siku hizi vijana wako na baridi mawazo, na hawajua wanaweza kufanya nini, kujikamata namna gani. Na sasa tunaangalia ni muda muafaka ya kuwaleta vijana, kuwaunga pamoja katika lengo moja la kuwaonesha ya kwamba Mwenyezi Mungu ana pati kubwa ya kumaliza vita. Na Mwenyezi Mungu tukimuomba kwa nguvu, tukiungana mkono kwa mkono, Mwenyezi Mungu atasikia malalamiko na maombi yetu. Kwa haki ataweza kuwatembelea viongozi wetu kusudi tuweze kuangalia namna vile tunaweza kurecouvrir amani. Akiwa arejea kuhusu mpangilio ya kazi, huyu alika vijana wote kuwasili ili kumuomba pamoja Mungu aweze kurejesha amani inayodumu maeneo haya. Vijana wote, haisijaita tu vijana wa Eglise Neo Apostolique, hapana, na
tunaita vijana wote wakuje kwa wingi ili tuweze kuungana kwa maombi. Moja, wataangalia namuna vile Eglise na Apostoliki inafanya maabudu, wataparticipe. Ya pili, sote kwa ujumla tutakuwa kama mtu mmoja tukimulilia Mungu kusudi atusaidie, yani tumeteseka kabisa. Tujielekeze huko Kalemi jimboni Tanganyika. Ni kwamba viongozi wachaguliwa wa Kalemi, hasa viongozi wa mitaa kote jimboni Tanganyika, wamesema kuwa Rais Felix Tshisekedi amepita katika uchaguzi wa Disemba uliopita, amepita katika njia isiyo ya kidemokrasia. Mwenzetu wa huko Kalemi, Olombo DJ Doctor, ametuandalia ripoti ifuatayo. Masemi kama na haya alikuwa anatolewa weekend iliyokuwa na kuisha ndani ya hotel Fizi ambako walikuwa nakusanyika hapa mjini Kalemi. Walizungumza kama na hivi ni kufuatana na rufaa iliyokuwa napelekwa siku za nyuma nacho chama madarakani UDPS Federation ya Manispa ya Kalemi kwa ajili ya kushutumu matokeo kwa muda kutangazwa na tume huru la uchaguzi seni kwa yale kuhusu uchaguzi wa washauri wa mitaa. Ni rufaa kufuatana kikundi hiki cha washauri wa manispa iliyokuwa napelekwa kinyume na sheria ya uchaguzi. Kwa upande wake kikundi hiki kinaeleza kwamba muda wa visambo vilivyokuwa naandaliwa tariki 12 Februari iliyokuwa napita nayo tribunali kuu ya hapa mjini Kalemi UDPS haikuonesha kabisa alama zote ambayo ingesaidia rufaa yake. Ni kwa hiyo muungano huu wa washauri wa manispa Kalemi wanakuwa nakumbusha muda wa kibarua chao kama na hicho kwamba UDPS Kalemi inakuwa katika hali ya kupungukiwa kutokana na kutokuwa napata wakilishi wengi kwenye uchaguzi isipokuwa mmoja tu kwenye eneo ya uchaguzi wa manispa. Kikundi hiki cha washauri kinakuwa na tahadharisha wagombea wa UDPS ambao walikuwa nashindwa kwenye uchaguzi uliokuwa napita na wale wote wanawaunga mkono kwa ajili ya kufikia kupata ushindi kwa njia ambao ni kinyume na demokrasia. Sisi wachaguliwa wa munisipa 3 za mji wa Kalemi hapa jimboni Tanganyika tunakutana leo juu ya kulaumu hali ambayo wenzetu wa chama cha UDPS wa kandida ambao walikosa wanaanza kuonesha juu ya kutaka kufanya justice au sheria iende kwa upande wao kuwapatia viti vya munisipa na walishindwa kwenye uchaguzi uliopita. Hiyo hali inatuletea wasiwasi sana ndani ya mji wa Kalemi na inawezekana ikalete ukosefu wa usalama kwa sababu vyama vyote ambavyo viliweza kwenye uchaguzi huu havitaitika juu ya UDPS kuja kuangusha wachaguliwa wa raia ya Kalemi kwa sababu wanajiita kuwa chama ya President de la Republique. Tumekwisha kutambua kama kuna viongozi wa siasa au wenye kuongoza mji wa Kalemi wenye kuwa nyuma ya hilo jambo, na hiyo jambo tunawaambia wawe makini na wawe ange sababu itakosesha usalama ndani ya mji wetu wa Kalemi. Washauri wa mitaa wachaguliwa mji wa Kalemi wanakuwa naomba kwa wajaji wa tribunali kama na hii kutokukubali vitisho na vyokuwa napata, lakini kubaki katika msimamo wao wa kisheria. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Tumalizie na huko Lubumbashi. Ni kwamba UNESCO, moja kati ya vitengo vya Umoja wa Mataifa, imesema kusaidia serikali ya mkoa wa Katanga katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa kipindupindu ambao unaonekana kuzuka kwa kiasi kikubwa katika sehemu mbalimbali za mkoa huo wa Katanga. Mradi huo utahusisha pia magonjwa yanayotokana na maji hasa katika maeneo ya shule. Ripoti kamili na mwenzetu wa Lubumbashi, Espoir wa Kilongo Itoel. UNESCO imejitolea kusaidia mamlaka ya mkoa wa Katanga katika mapambano dhidi ya kipindupindu na magonjwa yatokanayo na maji haswa shuleni. Kitendo cha kwanza kilichukuliwa Jumamosi hii Machi 9 mjini Lubumbashi na utoaji wa vifaa vya kunawia mikono. Takriban shule 100 za mkoa wa Katanga zilipokea vifaa vya kunawia mikono kama sehemu ya msaada wetu kwa juhudi za jimbo hilo. Imethibitisha kutoka kwa Wizara ya Elimu ya mkoa katika mapambano
mapambano dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na maji, haswa dhidi ya janga la kipindupindu. Tuna takriban vifaa 500 ambavyo vitatolewa kwa shule tofauti katika jimbo hili, alisema Izeas Bereto, mwakilishi wa UNESCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msaada wa shirika hili la Umoja wa Mataifa kwa juhudi za serikali ya mkoa haukomei tu kwa usambazaji wa vifaa, pia inahusu mafunzo na kuongeza uelewa wa walimu na viongozi wa shule kuhusu janga hili. Kulingana na Izeas Bereto, walimu na viongozi wa shule wanapotayarishwa vyema wanaweza kuwasaidia wanafunzi zaidi. Angalau kesi 160 zilizo na vifo 16 zilirekodiwa. Pia aliripoti juu ya kampeni ya uhamasishaji kupitia redio ili kweli kufika huko katika ngazi ya nyumba, jumuiya za manyumbani, ili kusaidia mapambano dhidi ya janga la kipindupindu katika ngazi ya mkoa. Waziri wa afya wa mkoa wa Haut-Katanga alitangaza Jumatatu iliyopita Januari 29 janga la kipindupindu katika jimbo hili lote. Katika tarehe hiyo kesi 160 zilizo na vifo 16 zilikuwa tayari zimerekodiwa. Maeneo ya afya yaliyoathirika zaidi yalikuwa ni yale Kisanga, Lukafu, Kampemba, Kenya, Kililabalanda, Lubumbashi, Likasi, Mubunda na Katuba. Nikiripoti kutoka Lubumbashi, mimi ni Espoir wa Kilongwe Tel kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na ni hapo ndipo nimeweka nukta uchambuzi wetu wa habari, na kushukuru msikilizaji ambaye kunitegea sikio mwanzo hadi tamati, lakini vile vile sitokosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omar Makelele Uzile ambaye nimewasomea, na upande wa pili nilisaidiwa na kijana Antoine Malashi. Nasema kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.